Safari ya ushindi huanza na ndoto ya kushinda, kuwakilisha na kuandika historia mpya. Tarehe 16 Aprili 2026, safari ya matumaini ilianza, UDOM ikipeperusha bendera yake kuelekea Njombe. Wafanyakazi wana michezo wa Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM walianza safari yao kuelekea mkoani Njombe kwa ajili ya kushiriki mashindano ya kitaifa ya watumishi wa umma kuelekea kilele cha Mei Mosi 2026. Kila mshiriki alikuwa na lengo moja tu, kurejesha heshima ya chuo ambacho siku zote kinajulikana kwa ushindi. Njombe! Tumefika salama, sasa ni muda wa kazi. Mashindano yalipoanza, UDOM ilishiriki kikamilifu katika michezo mbalimbali: mpira wa wavu kwa wanaume na wanawake, riadha pamoja na michezo mingine kama bao, karata, drafti na dart. Ushindani ulikuwa mkali, lakini UDOM ilisimama imara. Mashindano yanaonekana ni magumu sana kwa sababu timu za wizara zinaonekana zimejipanga, lakini yanatupa challenge kubwa kwa sababu unaposhindana na timu za wizara kama Wizara ya Ulinzi, Wizara ya Mambo ya Ndani, unakutana na wachezaji wa timu ya taifa, na sisi ni nafasi ya kipekee kuona kwamba nini tunaweza kufanya na wapi tumeweza kutrain mpaka tumefikia hapo. Katika matokeo, UDOM ilifanikiwa kung'ara, mshindi wa kwanza katika mchezo wa bao, mshindi wa pili katika mchezo wa dart, huku michezo mingine ikipeleka timu hadi hatua ya nusu na robo fainali. Haya ni mafanikio yanayoonyesha juhudi na mshikamano wa wafanyakazi wa UDOM. Ni furaha kubwa kwangu kuibuka mshindi wa kwanza kwenye mchezo wa bao. Kwenye darts ndio mashindano ambayo yanakuwa ni magumu zaidi, lakini wakati nimechaguliwa kuja kucheza mchezo nilijiaminisha kwamba nitaenda kufanya kitu. Kwa mashindano yalikuwa ni very tough, kuanzia robo finali, nusu finali na finali yenyewe. Kwa hiyo mimi nashukuru kuwa mshindi wa pili, ni kitu kizuri. Nilikuja kwa ajili ya mashindano ya riadha. Namshukuru Mungu, mashindano yamefanyika na yalikuwa mazuri sana, na nilipambana kwa kadri ya uwezo wangu. Mungu amenisaidia, nimefika nusu finali na nimeweza. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza mechi yetu dhidi ya TPDC. Ilikuwa ni mechi ya 3 katika kundi letu na tumeibuka na ushindi. Tumemaliza hatua ya makundi salama, na tumefanikiwa kushika mshindi wa pili katika makundi, na hatua inayofuata sasa tumeshaingia robo finali. Mbali na mashindano, safari hii ilikuwa fursa ya kipekee kwa wafanyakazi wa UDOM kujionea mazingira ya mkoa wa Njombe, eneo ambalo linatarajiwa kuwa makazi ya kampasi mpya ya UDOM. Kwa yule ambaye atapata fursa ya kuhamia huku na kuja huku, nadhani ni sehemu nzuri sana kwa sehemu ya kufanya kazi, na pia fursa zipo nyingi kama kilimo na mifugo. Watu waje, anayehitaji aje Njombe. Njombe ni kuzuri sana. Wanafunzi wanaoanza udahili mwaka huu tunawakaribisha sana. Njombe ni kuzuri, chuo kikuu cha UDOM cha Njombe ni majengo yake kwanza ni mazuri. Sehemu iliyopo ni sehemu nzuri, ni kilimani ambapo kila mtu anaweza kaenjoy view za pembeni. Mafanikio haya pia yanatokana na uratibu mzuri wa timu pamoja na jitihada za wakufunzi wa michezo. Kikubwa zaidi ambacho najivunia zaidi ni nidhamu. Nidhamu kwa watumishi wa Chuo Kikuu cha Dodoma imekuwa ni kubwa na ni ya hali ya juu. Kama unakumbuka mwaka jana katika michezo ya Shimuta iliyofanyika mkoani Morogoro, taasisi yetu tuliweza kupata tuzo au kikombe cha taasisi ambayo ina watumishi wenye nidhamu kubwa iliyotukuka. Kwa hiyo hata huku mkoani Njombe, japokuwa hawajaweka hicho kipengele, lakini watumishi wa UDOM wamekuwa na nidhamu ya hali ya juu. Maandalizi yalikuwa mazuri, lakini wachezaji wamejitoa kwa moyo kabisa, kiasi kwamba wote walikuwa wanapambana kuhakikisha kwamba taasisi yao inang'ara mbele ya uso wa jamii. Sasa tunarudi nyumbani, tunajipanga kwa ajili ya mashindano mengine yajayo. Sisi kwetu mashindano yote yajayo tutahakikisha tunajiandaa vizuri, lakini tunapambana ipasavyo. Lakini mwisho kabisa, nashukuru sana management ya Chuo Kikuu cha Dodoma kwa kutoa nafasi kwa wafanyakazi kushiriki matukio haya ya kimichezo ya kitaifa. Inaendelea kutupa exposure, lakini pia inaendelea kuwafanya wafanyakazi waungane, wawe wamoja zaidi katika uso wa jamii ya Kitanzania. Katika ushindi na changamoto, UDOM imeendelea kuonyesha kuwa ni chuo cha ushindani, mshikamano na mafanikio. Kupitia jukwaa hili tunajifunza, tunakuwa na tunaimarika zaidi kwa ajili ya kesho iliyo bora. Tukumbuke kauli mbiu ya mwaka huu, kazi zenye staha ni nguzo imara kwa maendeleo endelevu katika uwekezaji wa Dira ya Taifa 2050.
UDOM inaendelea kusonga mbele, si tu katika elimu, bali pia katika kujenga jamii yenye afya, mshikamano na ushindani chanya. Langu jina ni Robert Mauya, mpaka wakati mwingine, na hii ndiyo UDOM. Hii ndiyo UDOM. UDOM, embracing knowledge.